Ama sehemu ya tatu inayohusika na malezi, tunasema ndio hiyo madrasa. Na madrasa inaweza ikawa na jukumu kubwa zaidi katika eneo lake, kwa sababu wazazi wawili hawa mara nyingi hawana program maalum ya kudumu iliyosomwa wakahitimu watu. Lakini kwenye madrasa kuna walimu wamesoma hiyo elimu yenyewe ya malezi na nyinginezo, lakini wamesomea namna ya kugawa elimu kwa mwingine. Tunataraji hapa kazi zitafanyika kwa ufanisi zaidi. Kama hapa tulipo, inawezekana huyu kijana wetu mdogo aliyesomea Qur'an, kama babu yake aidha mzaa baba au mzaa mama hakupitia madrasa, maana yake ana maana zaidi kuliko, ana vitu anavyojua zaidi kuliko. Kutokana na nini? Yeye amepata tarbia maalum kutokana na watu waliosomea. Utakuta madrasa inakuwa na shani yake, inakuwa na ukubwa wake, kwa sababu wanaotoa malezi pale ni watu ambao wamesomea kulea, wamesomea kuelekeza, wamesomea kukemea, wamesomea kushauri na kila kitu. Vitu ambavyo pengine nyumbani havipo, ni mazoea tu. Mtoto amezoea na kula na kunywa naondoka. Sasa tunaweza kusema kwa ufupi, maeneo yenye dhima ya kulea makuu haya ni matatu. La kwanza ni hawa wazazi wawili au wanaoshika nafasi zao. La pili ni mazingira ya jumla ambayo yanakusanya vitu vingi, yanakusanya humu mitaani wanaopita jamii kwa ujumla, yanakusanya vyombo vya habari, yanakusanya mabango yanayochorwa, yanakusanya magazeti, yani vitu vingi unavyoviona mitaani, vipeperushi nini. Mtoto anakwenda chuoni utakuta watu wanagawa vile vinini vipeperushi, anaangalia kumbe inatangazwa aina fulani ya bia au tangazo la kufungua aina fulani ya baa. Mtoto atasoma, atapenda aliyoyaona, habari imeisha. Sasa vitu hivi vyote kimalezi vina athari zake. Tayari ashapandikizwa kitu fulani pale. Lakini baya zaidi tunaloweza kuliona, hivi vitu ambavyo hatarishi kimalezi vya jamii kwa ujumla, Shetani kwa mchango wake mkubwa, si ajabu ukavikuta hata majumbani mwetu hivi. Maana kwa wengine wagumu kidogo watoto wao, kama hasa baadhi ya skuli zile ambazo zina vyombo vya usafiri, mtoto anachukuliwa nyumbani kwenye basi, anatuliwa shuleni, nyumbani. Wahuni hapa wakumdaka hawapo, lakini kule nyumbani wewe mtoto wako huyu ushamfungulia channel gani, si anaangalia watu, ndio yule pale, yule nani, yule si alikuwa mwanamke wake yule, jana alimchukua yule, ndio vile umepigana. Mtoto mdogo huyo anaangalia, anajua kusema mwanamke wake, anajua kusema yule mpenzi wake, anaweza kusema yule amembusu. Yani vitu hivi viko sitting room nyumbani kwako. Yani sasa unamwambia umevikosa kule, usijali, hapa vipo. Yani hiyo ndio tafsiri yake, usijali hiyo kwa umefichwa kwenye basi kutoka nyumbani mpaka chuoni, hapa utavipata tena kukamilifu. Basi atafunguliwa mtoto, siji komborela, siji vitu gani, siji nini vitu. Hatusemi watoto wetu wasinufaike na hizi, lakini kuwa mwenyewe upo unahakikisha kwamba hiki ninachokionyesha hichi akakiona mtoto wangu hakina madhara katika malezi yake, sababu ndio unamfundisha pale. Lakini unawacha mkisha mzime hapo, unawacha remote, ukiondoka tu wanafungua wanakukutaka. Unamwachia simu yako, simu janja kweli. Watoto wanapata ujanja kuliko mama zao kupitia hizo simu. Sasa vitu hivi ukishavikaribisha wewe kwako, umechafua hali ya hewa, umenukisha kama walifanya washenzi. Umenukisha malezi ya mtoto wako. Maana yake sasa yale machache ambayo anastahi kuyafanya mbele yako, yale machache ambayo anastahi kuyafanya madrasa, hapa umempa uhuru wa kuyajua na kuyaelewa. Na kwa vyovyote vile, kwa kuwa kama tulivyoambiwa na Imam Abu Hamid al-Ghazali kwamba huyu wa qalbuhu tahira lakini qabilan li an-naqsh, unakubali kutiwa michoro,
kwaruzwa, unakubali mikwaruzo, anakwaruzika mtoto huyu. Kweli nyumbani pale ulimwambia umesoma nini leo? Tumesoma dua ya kwenda msalani. Hebu usoma nikusikie. Iko vizuri. Lakini masaa kadhaa yuko kwenye runinga pale, anaangalia watu hawa wamelala kitanda kimoja, wamejifunika shuka moja, jinsia tofauti. Hawa wanamume wamevaa hereni na wamesuka nywele kama mama zao. Vitu hivi unamuonesha nyumbani kwako. Ni dhahiri wewe unabomoa hii tarbia min haithu la tashur. Unabomoa, na ndio utakuta kwamba sasa mpaka hivi ni mdogo, mpaka akishakuwa mkubwa sasa mpaka nala hivi hawa kituambia kalaleni mapema, kumbe wana mambo yao. Yani anaanza kupata maarifa. Kweli wanafikia umri hatari. Kuna mama mmoja mkoa wa Pwani, yeye ana shule tumezoea kuita chekechea, nasari. Alita siku moja akamwambia, Sheikh, wallahi kimalezi tumefia hatari. Mimi siku moja niliwaruhusu vijana wangu wacheze tuna hivi, nikamwambia natoka, nikatokea mlango wa nyuma, nikajificha, nikakuta watoto wachekechea wanapigana. Imekuwaje? Nikasimika nitoke sasa. Nilikuwa ni vipi? Wewe wanagombea mchumba. Wallahi alazim. Wa rabbil Kaaba. Mchumba wangu. Miongoni mwao kuna mtu ana mchumba wake, na kwa nini wewe ukakaa naye karibu? Wallahi alazim. Nikamwambia mwalimu, hebu fuatilia uone. Tukakuta haya tunayosema yameleta madhara haya. Yaani yale maovu tunayohofia watu wetu wasiyaige mitaani katika bia, baadhi yake au mengi katika hayo tunawaruhusu wakiwa nyumbani. Vyombo hivi vina kheri zake nyingi. Vyombo kama television zina kheri nyingi. Kwa nini zisiwe hizo kheri? Hata michezo mingine haina madhara hivyo, lakini kama mwenyewe uweze kucontrol kitu. Lakini unawacha huru, wanatazama wanachokitaka, wanaenda kwa channel wanazotaka zenye mabusu moto huko, ndio wanaona muda wote. Mzima mkisha ndio tutazima. Wanalala mpaka saa 6, wakiingia darasani kazi ya mwalimu ni kuamsha tu, dakika 5 kidevu kimegusa katika kitabu. Yaani unawaharibia kila kitu. Sasa tunasema haya maeneo matatu ndio makuu, si katika ile mihimili, makuu kama ni nguzo kitarbia. Kitarbia ni nguzo, tukimaanisha hawa ndio wenye jukumu. Lakini turudi kwenye nukta nyingine. Baada hii ya pili tumesema ni nani mwenye jukumu la malezi. Tumesema wazazi wawili au mtu yeyote atakayekaa nafasi yao. Wa pili ni mazingira kwa ujumla wake. Umemwona mtoto mwenzako, mkemee kwa namna inayoendana na jamii yetu. Zamani kukemea sisi tumetandikwa bakora na watu ambao hawatuhusu kabisa katika nasabu. Lakini haikuwa kesi, bali ukaenda kusema unajiongezea bakora za ziada. Sasa tunasema wakati huo haiko hivyo. Lakini angalau hakikisha kuwakemea, angalau kama unapigana, hakikisha unatenganisha, ugomvi unakuwa haupo. Unamwona, na sio wote watakataa kukemewa. Wapo ambao wengine watakubali kukemewa, lakini usimwache mtoto wa mwenzako unaona kabisa yule anafanya jambo silo, ukaona wakati huu tulionao sio ule. Kweli sio ule, tumesonga mbele kidogo, lakini wewe tumia wajibu wako kama mwanajamii, kama mwana mazingira, kumkemea huyu mtoto ili aondokane na hayo maafa ambayo tunaona yapo. Na tumesema muhimili masuulu mwingine ni madrasa, ambayo hii ina dhima kubwa kwa sababu ina watu wao wenye ilmu ya kulea, wamesomea kabisa, wana mitaala. Likai vizuri jina tarbiyatul auladi ni nzuri sana kuliko tarbiyatu al-abna. Kwa nini? Kwa sababu ukisema al-abna malezi ya watoto wa kiume, na hiyo usema al-auladi malezi ya watoto wote, haijalishi wanawake na wanamume. Ni vyema wazazi tuwe tunasoma vitu vya namna hii, tuwe tunarejea vya namna hii, aya za kina Luqmani zile walivyokuwa kuhusia watoto wao, na sisi tuziishi katika maisha yetu ya kila siku. Inshallah, kwa haya machache kutokana na muda naishia hapa, ili kupisha wenzetu wengine wachangie, na inshallah taala mwisho yote atujalie vizazi vilivyostaarabika, vizazi vyema,
vizazi ambavyo vitakuwa vinafikiria kwanza kabla kutenda. Mungu atunusuru na vizazi ambavyo vinatenda halafu ndio vinafikiria athari za matendo. Maafa mengi tuliyopata yametokana na watu ambao wanatenda halafu ndio wanafikiria. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.